Haraka haraka unaweza kusema kwamba kuna sabotage ndani ya kikosi cha Simba ambayo ilikuwa inaandaliwa, na pioneer wa hiyo sabotage inawezekana alikuwa ni Fadlu Rahman Davis ambaye ndiye alikuwa head of coaching kwenye kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba. Ameondoka ghafla, lakini siku 6-7 alizokaa nje kikosi cha Simba imeonyesha kiwango kibovu sana, kwa kiwango ambacho kila mtu anajiuliza walikuwa wanafanya nini kwenye pre-season. Well, ni kitu ambacho lawama zote zinaweza zikatupwa kwa mwalimu wa viungo Baden, but kwangu mimi nitaanza na Fadlu Rahman Davis kwa sababu yeye ndiye ambaye alikuwa anaandaa program. Yeye ndiye aliyemwambia kocha wa viungo anahitaji wachezaji wawe kwenye level gani ya ufiti ili waweze kukamata mbinu zake ambazo yeye anakuwa amewaandaa, anakuwa ameziandaa kwa niaba ya kuwalisha wachezaji. Kwa hiyo kile ambacho alichokifanya kocha wa viungo ni maelekezo kutoka kwa Fadlu Rahman Davis ambaye ndiye aliyehitaji wachezaji wawe kwenye ufiti ule. So kwangu mimi kocha wa viungo directly siwezi kumwataki kwamba amechangia level ya fitness ya wachezaji wa Simba kuwa pale. Inawezekana ni maelekezo aliyopata kwa Fadlu Rahman Davis. Nikuambie jambo moja, inawezekana ikawa ni kitu kigeni, but huu ndio uhalisia kwamba Baden ni mtu ambaye amekuwa recruited na anahudumu kwenye timu ya taifa ya Mali. Timu ambayo ina wachezaji wengi professionals ambao wanacheza Europe, akiwepo mchezaji kama Wes Bissouma anayechezea Tottenham. So hauwezi kupata nafasi ya kwenda kuwa coach wachezaji wa profile kubwa kama hivyo kama haujui kile ambacho unachokifanya. Huyu mtu amewahi kupita Mamelodi Sundowns, moja kati ya timu kubwa barani Afrika. Haikuwa kwa bahati mbaya, ni kwa sababu ya knowledge aliyokuwa nayo. So kwangu mimi I stand to be corrected, and nasimama peke yangu kwenye eneo ambalo watu wengi wanamtupia malalamiko makubwa Rio Biden, but mimi naona hakuwa na stahili hizi lawama kwa sababu alikuwa mfanya kazi chini ya Fadlu Rahman Davis, alikuwa anapewa maelekezo na Fadlu Rahman Davis atoe nini na nini. Hichi ndicho ambacho alichokuwa nakitoa. So kama ni mtu wa kumtupia lawama, basi huyu anapaswa kwa Fadlu Rahman Davis na sio kocha wa viungo wa timu ya Simba. Nitakuwa mwendo wazimu kama nitasema Simba wamekosea kwenye usajili eti kwa performance ya jana. Performance ya jana ina vitu vikubwa viwili. Cha kwanza, wote tumeona wana struggle kwenye fitness. Lakini cha pili, mwalimu hakuwepo kwenye pre-season, huyu ambaye ameipanga hii timu jana. Jana wamecheza kwa maelekezo ya namna gani ambavyo wanapaswa kucheza ili waweze kuivusha timu. Na hata ukimsikiliza Hemed Morocco alisema priority yake ilikuwa ni kuiona Simba inavuka. Kwa hiyo kuna namna moja au nyingine aliipanga timu na kuambia tunachokihitaji ni kuvuka, sio kushinda goli 4, 5, 6 au kumiliki mpira. Tunachohitaji ni kuvuka by enemies, kitu ambacho walifanikiwa. Wamecheza pila gimbi, hawakueleweka, wamecheza vibaya sana, lakini all in all wameadvance kuingia hatua nyingine inayofuata. So hichi ndio kitu ambacho Hemed Morocco alikuwa anakihitaji. Tukisema kwamba Simba wamekosea kwenye usajili, cha kwanza tutakuwa tunaikosea taaluma yetu sisi wenyewe kama wanahabari. Tutakuwa tumeshindwa kutazama kwenye jicho la ufundi kwamba ni kitu gani ambacho Simba wamekipata kwa wachezaji fulani na fulani. Unaweza vipi kusema kwamba Simba imefeli kwa kumsajili Maurice Abraham? Unaweza vipi kusema Simba imefeli kwenye usajili kwa kumsajili Rushen De Reuck? Simba imefeli kwenye usajili kwa kumsajili Kante? Hauwezi kusema hayo maneno kwa hawa wachezaji watatu. Umetoa mfano mzuri kwa Elie Mpanzu. Kila mtu anamfahamu Elie Mpanzu ubora wake. Ofisini kuna siku utaamka vibaya, utapitia kikombe, utakidondosha, kitaanguka, kitapasuka. Utachukua peni, itamwaga wino, kompyuta itasize. So ni vitu vya kawaida. Lakini hii pia inaweza kuwa inachagizwa na ule ubora ambao wamekuwa nao kwenye pre-season. Kwa maana yale maandalizi waliyopata kwenye pre-season ni moja kati ya vitu ambavyo vinaweza kuwa vinapelekea Elie Mpanzu kuperform kwenye level ile. Lakini bado ule ubora wake umesababisha Simba wakapata goli jana, kwa sababu alikuwa marked na wachezaji zaidi ya 5, lakini aliweza kuwatoka wachezaji wote na kutoa pasi ambayo baadaye ikaenda kusababisha mpira uliopigwa ndani ya 18. Jonathan Soa akapiga shuti ambayo lilimgonga golikipa na kurudi, then bwana mdogo Abraham Morris akaweza kuintercept ule mpira na beki wa timu ya Gaborone akamchezea foul na kwa penalty. Kwa hiyo
Ukiangalia distance aliyotembea nayo Mpanzu kutoka alipopokea ule mpira mpaka anaenda kutoa ile pasi kwa Chazawa na upiga ule mpira ndani ya 18. Ile ni individual brilliance ya Eli Mpanzu. Skills yake ilisaidia kwa kiwango kikubwa sana kwa kutoka wale mabeki wa timu ya Gaborone United. So kwangu mimi siwezi kusema kwamba Simba wamefeli kwenye usajili. Simba na wachezaji wazuri sana. The only thing they have to do right now ni kuhakikisha wanapata mwalimu ambaye ataweza kuboresha kwenye eneo la mbinu, kwenye eneo la ufundi na kwenye eneo la fitness, ili waweze kuwa competitive na kuweza kudeliver kile ambacho wanaweza wakakifanya. Trust me, Simba itakuwa bora zaidi endapo watapata mwalimu mzuri.